Karibu sana kwenye sports update ya Game On TZ. Karibu sana mwanamichezo mwenzangu, tukae chini tuketi tuzungumze ya kimichezo yaliyojiri siku ya hii leo, ikiwa ni Novemba 28 mwaka 2025. Karibu sana mwanamichezo mwenzangu. Kikosi cha Wekundu Msimbazi Simba baada tu ya kuwasili pale Bamako nchini Mali wameweza kufika salama kwelikweli, na mambo inaendelea kuwa mazuri kwelikweli baada tu ya kuweza kuwasili katika taifa hilo. Ni kuendeleza kufanya maandalizi kuelekea katika mchezo wao wa mkondo wa pili, kwa maana kwamba ni mchezo wa pili katika hatua ya makundi michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika, ambapo Simba ataanguka dimbani Novemba 30 mwaka 2025 dhidi ya Stade Malien kutoka hapo taifa hilo la Mali. Sasa shirikisho la mpira barani Afrika kuelekea katika mchezo huo, CAF, wameweza kutoa tathmini kuelekea katika mchezo huo. Shirikisho hilo limesema kwamba kuelekea katika mchezo wa ligi ya mabingwa barani Afrika, mchezo ambao utapigwa katika dimba la Stade Malien June 26 Mars hapo nchini Mali, kuelekea katika mchezo huo, na huu ni uwanja wa timu ya taifa ya Mali, na uwanja huo unaingiza idadi ya watu 50,000 kwa wale ambao wanaokaa katika viti, na tofauti na wale ambao watakaoweza kusimama. Kwa hiyo jinsi gani uwanja wa taifa timu ya Mali umekuwa ni uwanja mkubwa kweli. Sasa shirikisho la mpira barani Afrika wameeleza kwamba mchezo huo hautaweza kuruhusiwa kuingia kwa mashabiki. Sababu ambazo walizoziainisha, wataingia mashabiki wachache, kwa maana kwamba shirikisho la mpira nchini Mali wataingia kwa baadhi ya viongozi, lakini pia viongozi wa timu pinzani ambayo ni Simba pamoja na timu mgeni wataingia kwa baadhi ya viongozi, lakini kwa mashabiki hawatoweza kuruhusiwa kutokana na sababu ambazo walizoweza kuziainisha. Hii ni kama advantage kwa upande wa Simba, mchezo huo kupigwa na idadi ndogo ya mashabiki, tofauti na nchi zingine za Kiarabu kwa kuingia kwa mashabiki wengi katika mchezo husika. Hii pia inaweza ikamtengeneza mwenyeji kuwa na exposure kubwa kuelekea katika mchezo huo husika, lakini Simba katika mchezo huu hawatoweza kuwakuta mashabiki wa timu ya Stade Malien. Na ukumbuke kwamba kutoka hapo ambapo timu hii inapotokea na kule ambapo uwanja unapoenda kuchezwa mechi ni umbali mrefu kwelikweli, na kama unavyofahamu vitimu hivi vidogo havijaanzishwa muda mrefu, hawana ile fan base kubwa sana ya kuwa na mashabiki, lakini kwa sababu tu ambazo walizoweza kuziainisha, sababu za kiusalama, wao wameziona kwamba ni sababu ambazo ni sahihi mchezo huo kwenda kupigwa pasipokuwa na mashabiki. Wataingia tuko baadhi ya viongozi mbalimbali, shirikisho la nchi ya Mali pamoja na viongozi wa Simba, viongozi wa Stade Malien pamoja na maafisa wa CAF ndio ambao watakaoenda kuingia katika mchezo huo. Lakini hali tu ya uwanja katika dimba hili inafanana kabisa na hali ya pale mkoani Mwanza. Ni uwanja fulani hivi ambao kama vile mazingira yanafanana. Ukijaribu kutazama ardhi ya kidongo fulani hivi kigumu, lakini pia hali ya hewa nayo pia iko vizuri, ni kama vile hali ambayo iko Dar es Salaam ama pale mkoani Mwanza, ile mikoa ya kaskazini, mikoa ya Ziwa, kwa maana kwamba Mwanza, mikoa ya nyanda za juu za kusini, Mbeya, lakini pia kahali fulani hivi cha kueleweka kwa wachezaji wa Simba ni kama vile wanasafiri kwenda mpaka pale mkoani Tabora. Ni kama vile hali ambayo wameweza kuizoea, ni hali ambayo inazoeleka kwa haraka zaidi, na ndio maana Simba hawakuweza kuchukua
muda mrefu wa kutaka kusafiri kwenda kuizoea hali ya hewa, ni kwa sababu tu ni hali ambayo inafanana na hali ya Tanzania. Hicho ndio kitu sababu ya msingi ambao Simba wamechelewa kufika katika nchi ya Mali, na kama unavyofahamu wamefika siku ya jana ambao kwa kule Tanzania, lakini kwa hapa Mali nao pia wamefika ni siku ambayo ni jana. Ni utofauti tu wa masaa. Saa 11 ya jioni ndiyo Simba wamewasili katika taifa hili la Mali hapa mji wa Bamako, kwa ambapo mchezo huo utaenda kupigwa majira hayo. Kwa hiyo hali fulani hivi ambayo ni ya kuzoeleka. Wachezaji wa Simba wameshatembea taifa la Tanzania katika viwanja mbalimbali, kwa maana kwamba wanajua hali ambayo inayoweza kuonekana kwa hapa. Hakuna kaubaridi, ni hali fulani ambayo inafanana hivi, tofauti na nchi ya Eswatini ambapo kulikuwa na hali fulani hivi kaubaridi, mvua kali ilikuwa ikinyesha, lakini hapa ni hali iko shwari kweli kweli, joto la kawaida, kaubaridi na pia kwa kawaida. Lakini leo Simba wameanza mazoezi tu asubuhi kabisa ya hii leo tu baada ya kuweza kuwasili katika taifa hili la Mali, na wao pia wameanza ile project yao ya kwanza ya kufanya mazoezi. Hakuna kupoa. Simba tu walipoweza kuwasili katika taifa hili la Mali wakaanza tu kwa haraka zaidi kuweza kufanya mazoezi ili kuweka miili yao sawa, na ukumbuke kwamba kesho ni Novemba 29 kutakuwa na mkutano wa waandishi wa habari. Makocha wa timu zote mbili ni pamoja na manahodha wataenda kuzungumza na waandishi wa habari, kuzungumza maandalizi kuelekea katika mchezo huo husika, ambao mchezo huo utapigwa Novemba 30 katika dimba la Stade du 26 Bamako, ambao mchezo huo utapigwa katika dimba hilo kama unavyolitazama hapo kwenye screen yako. Kwa hiyo Simba asubuhi tu ya hii leo wamefanya mazoezi kwa ajili ya kuweka miili yao sawa, lakini wachezaji wote wapo katika morali nzuri na benchi la ufundi pia likiendelea kufanya kile ambacho wanachopaswa kwenda kukifanya. Tumeshuhudia hapa kocha Dimitri Pantev akijaribu kutazama na kuangalia mbinu katika ndege. Tumemwona akijaribu kufuatilia timu hii ya Bamako ni timu ya aina gani, na kabla hawajatoka kule nchini Tanzania tumeshuhudia pia kocha Dimitri Pantev akijaribu kuwasoma Bamako, akijaribu kuwasoma Stade Malien kwamba ni timu ya aina gani. Alipoweza kutoa tu pale Ethiopia, pia alijaribu kuwafikiria na kuwatazama kwa karibu zaidi, na baada tu ya kuwasili hapa nchini Mali pia akijaribu kuwasoma na kuangalia ni mifumo gani ambayo huwa wanapenda mara nyingi sana kuifanya, na tabiki wataingia muda mrefu ya viongozi mbalimbali shirikisho la nchi ya Mali pamoja na viongozi wa Simba, viongozi wa Stade Malien pamoja na maafisa wa CAF ndio ambao watakaoenda kuingia katika mchezo huo. Lakini hali tu ya uwanja katika dimba hili inafanana kabisa na hali ya pale mkoani Mwanza. Ni uwanja fulani hivi ambao kama vile mazingira yanafanana. Ukijaribu kutazama ardhi ya kidongo fulani hivi kigumu, lakini pia hali ya hewa nayo pia iko vizuri, ni kama vile hali ambayo iko Dar es Salaam ama pale mkoani Mwanza, ile mikoa ya kaskazini, mikoa ya Ziwa, kwa maana kwamba Mwanza, mikoa ya nyanda za juu za kusini, Mbeya, lakini pia kahali fulani hivi cha kueleweka kwa wachezaji wa Simba ni kama vile wanasafiri kwenda paka pale mkoani Tabora. Ni kama vile hali ambayo wameweza kuizoea, ni hali ambayo inazoeleka kwa haraka zaidi, na ndio maana Simba hawakuweza kuchukua muda mrefu wa kutaka kusafiri kwenda kuizoea hali ya hewa, ni kwa sababu tu ni hali ambayo inafanana na hali ya Tanzania. Hicho ndio kitu sababu ya msingi ambao Simba wamechelewa kufika katika nchi ya Mali, na kama unavyofahamu wamefika siku ya jana ambao kwa kule Tanzania, lakini kwa hapa Mali nao pia wamefika ni siku ambayo ni jana. Ni utofauti tu wa masaa. Saa 11 ya jioni ndiyo Simba wamewasili katika taifa hili la Mali hapa mji wa Bamako, kwa ambapo mchezo huo utaenda kupigwa majira hayo. Kwa hiyo hali fulani hivi ambayo ni ya kuzoeleka. Wachezaji wa Simba wameshatembea
taifa la Tanzania katika viwanja mbalimbali, kwa maana kwamba wanajua hali ambayo inayoweza kuonekana kwa hapa. Hakuna kaubaridi, ni hali fulani ambayo inafanana hivi, tofauti na nchi ya Eswatini ambapo kulikuwa na hali fulani hivi kaubaridi, mvua kali ilikuwa ikinyesha, lakini hapa ni hali iko shwari kweli kweli, joto la kawaida, kaubaridi na pia kwa kawaida. Lakini leo Simba wameanza mazoezi tu asubuhi kabisa ya hii leo tu baada ya kuweza kuwasili katika taifa hili la Mali, na wao pia wameanza ile project yao ya kwanza ya kufanya mazoezi. Hakuna kupoa. Simba tu walipoweza kuwasili katika taifa hili la Mali wakaanza tu kwa haraka zaidi kuweza kufanya mazoezi ili kuweka miili yao sawa, na ukumbuke kwamba kesho ni Novemba 29 kutakuwa na mkutano wa waandishi wa habari. Makocha wa timu zote mbili ni pamoja na manahodha wataenda kuzungumza na waandishi wa habari, kuzungumza maandalizi kuelekea katika mchezo huo husika, ambao mchezo huo utapigwa Novemba 30 katika dimba la Stade du 26 Bamako, ambao mchezo huo utapigwa katika dimba hilo kama unavyolitazama hapo kwenye screen yako. Kwa hiyo Simba asubuhi tu ya hii leo wamefanya mazoezi kwa ajili ya kuweka miili yao sawa, lakini wachezaji wote wapo katika morali nzuri na benchi la ufundi pia likiendelea kufanya kile ambacho wanachopaswa kwenda kukifanya. Tumeshuhudia hapa kocha Dimitri Pantev akijaribu kutazama na kuangalia mbinu katika ndege. Tumemwona akijaribu kufuatilia timu hii ya Bamako ni timu ya aina gani, na kabla hawajatoka kule nchini Tanzania tumeshuhudia pia kocha Dimitri Pantev akijaribu kuwasoma Bamako, akijaribu kuwasoma Stade Malien kwamba ni timu ya aina gani. Alipoweza kutoa tu pale Ethiopia, pia alijaribu kuwafikiria na kuwatazama kwa karibu zaidi, na baada tu ya kuwasili hapa nchini Mali pia akijaribu kuwasoma na kuangalia ni mifumo gani ambayo huwa wanapenda mara nyingi sana kuifanya, na kwa kuwa muda mrefu akijaribu kuwasoma, huenda ikawa kuna kitu ambacho amekipata kwa timu hii ya Stade Malien ambayo ipo hapa mji wa Bamako nchini Mali. Asubuhi tu hii leo kikosi cha Wekundu wa Msimbazi Simba kimeingia katika uwanja wa mazoezi kwa ajili ya kuweka maandalizi kuwa bora zaidi kuelekea katika mchezo huo. Wachezaji, morali kwa kila mchezaji iko ya juu kweli kweli, na kule Tanzania tulipokuwa tumetoka, kikosi hiki cha Simba, kila imani ya Mtanzania ipo katika mchezo huu. Kama Simba akipoteza katika mchezo huu tena wa pili, mazingira yatakuwa ni magumu sana kufika katika hatua ya robo finali. Inawezekana ikawa ni njia nyepesi, lakini pia inawezekana ikawa njia ngumu, kwa sababu michezo miwili tayari umeshaweza kuiruhusu ya kufungwa. Bado utakuwa na michezo miwili ya nyumbani na bado utakuwa na michezo mingine miwili ya ugenini. Kwa hiyo pia inawezekana ikamtengenezea tatizo kubwa sana la psychological, lakini kitu kikubwa kocha Dimitri Pantev, morali yake na pia ukimwona kwa jaribu kumtazama uso wake na physical body yake ikionyesha kabisa na yeye pia yuko tayari kwenda kucheza huu mchezo, na lazima kiweze kupatikana matokeo kwa alama 3 katika uwanja huu, ambapo Simba atashuka dimbani kwenda kumkabili Stade Malien. Kwa hiyo si Simba wamefika salama na wamefanya mazoezi yao ya kuweka miili sawa. Morali ya wachezaji iko vizuri kweli kweli, na ukijaribu kutazama uwanja wa mazoezi ambapo Simba walipoweza kupata na pale ambapo na hoteli ambayo walikuwa wamefikia, hakuna umbali mrefu kweli kweli, ni sawa sawa tu kwa pale Tanzania kutoka katika hoteli ya Rotana pale Posta na kufika maeneo ya bandari pale karibu kabisa na Mivinjeni, ndipo ambapo uwanja wa mazoezi upo hapo. Lakini pia kutoka katika mazingira hayo na hoteli ambayo walikuwa wamefikia na kufika katika uwanja ambapo mchezo huu utapigwa ni sawasawa pia kutoka pale pale Rotana. Nachukulia mfano huo ili wewe uweze kunielewa, kwa maana kwamba hakuna umbali mrefu, ni sawasawa na kutoka pale Rotana na kufika mpaka maeneo ya Uwasibu pale ama JKT, naweza nikasema hivyo. Hakuna umbali mrefu kweli kweli, na ni barabara tu moja ambayo inakutoka hapo na kufika pale, ni kawaida kabisa, hakuna umbali mrefu. Kwa hiyo Simba wamejaribu kuchukua hoteli